kutumikia, wakati wote anaweza akatuondoa. Nilizalilika udini, naacha mtoto kwenye kitanda, naenda kuomba atimbali. Ina maana yule maji kwa wingi anakatalia hapa jana bana. Na mtazamaji wa Star TV, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha ushauri wako. Kupitia Star TV tunapata nafasi ya kuweza kutazama na kusikiliza simulizi za ndugu zetu wa Tanzania wenzetu ambao wanapitia changamoto mbalimbali katika maisha. Na leo kupitia kipindi hiki tutamsikiliza ndugu yetu Mtanzania mwenzetu ambaye wiki iliyopita alizungumza akilalamika na kuomba msaada kwa ajili ya matibabu ya mtoto wake ambaye alizaliwa akiwa na tatizo la moyo. Shida ilikuwa ni pesa ya matibabu, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu amepata msaada wa matibabu katika hospitali ya Jakaya Kikwete kule Dar es Salaam. Lakini kile ambacho kimesalia kwake ni msaada kwa ajili ya mahitaji mengine ya mtoto, lakini pia mambo madogo madogo ambayo anatakiwa kulipia akiwa hospitalini. Lakini kwa upande wa upasuaji basi amepata msaada kutoka hospitali ya Jakaya Kikwete. Na kupitia kipindi hiki utaweza kutazama kila anachopitia mama huyu, lakini pia kama hukuweza kumtazama mtoto yale aliyopitia na namna alivyo, basi utamtazama leo kupitia kipindi cha ushauri wako mwanzo hadi mwisho. Ungana nami Rebecca Molesi na ninakualika tuwe pamoja hadi tamati. Maji kwa wingi anakatalia hapa jana bana. Kwa kwanza tuanze kumsikiliza mama atueleze historia fupi ya maisha yake, na baadaye atatueleza tatizo linalo msibu mtoto wake. Na familia watoto wawili na mume mmoja. Na mfahamishe mtazamaji pia unaishi wapi? Naishi Kitangiri msikitini. Una umri wa miaka mingapi? Na umri wa miaka 35. Unajishughulisha na nini? Nilikuwa mwalimu wa watoto wa chekechea, lakini kwa sasa hivi toka mwanangu ameumwa sina kazi yoyote. Umeacha lini kazi? Niliacha toka kwenye mimba, kwa sababu toka kwenye mimba ilikuwa inanisumbua sana. Nilikuwa naanguka barabarani, nasikia kizunguzungu, mara niko sokoni naanguka naokotwa, mara niko barabarani naanguka naokotwa na mimba. Kwa hiyo nikawa nimeacha pia. Baba wa watoto wako yuko wapi? Baba wa watoto wangu nilikuwa nakaa naye mpaka tumepata mtoto wa kwanza, tumekaa vizuri, tumepata mtoto wa pili. Lakini tulipopata mtoto wa pili, alipokuja hospitali akaona hii changamoto ya hapa, akaanza kusema hii shida ya moyo kwao haipo. Kwa hiyo hii shida ya moyo itakuwa ipo kwetu. Kwa hiyo hapo ndipo mambo ya familia ya mume ndoa ikawa inasumbua kutoka tu mtoto alivyougua. Lakini kabla mtoto hajaugua tulikuwa tunaishi vizuri tu. Lakini mtoto alipoanza ile siku tunamzaa, alipopigiwa simu kwamba mtoto ana shida hii na hii na hii, mwanaume aligeuka akaniangalia akaniambia hiyo shida ya moyo kwao huwa hamna. Kwa hizo shida zote ziko nyumbani kwetu. Kwa mwanaume akawa ameondoka. Baada ya wiki moja akaniandikia message, mimi naoa, kwa sababu ni Muislamu, akasema na msio kwa hata wake watatu, mimi naoa mke wa pili. Kwa hiyo alioa, mimi niko hospitali. Hiyo hali ulichukuliaje? Kwa kweli nilikuwa mtu wa kulia, inauma kwa sababu usombe ikukute, sina mwingine wa kuweza kunisaidia. Nilikuwa namtegemea ndio yeye, kwa sababu mamangu yuko kijijini, ni mtu wa Mbeya. Waliachana na baba, waliachana kabisa. Mama karudi kwao kijijini Mbeya, baba yupo na niomba msaada, akasema mimi nitakusaidia tu nauli. Hata mara ya kwanza baba ndiye alijitoa nauli ya mimi kwenda Jakaya na basi. Na baadaye sasa, kwa sababu sio babangu naye ni mzazi, na mimi nilikuwa mamangu alivyonilea, nilivyokuwa nimemjua babangu mkubwa, yani mkubwa. Kwa hiyo mapenzi ya baba na familia siwajui. Kwa hiyo ni kama baba aliyenilea, naye akasema najitolea tu mimi nauli ya kwenda, mengine utamalizana na mmeo. Kwa hiyo na mume wangu ndio hivyo, ikawa hivyo, nikawa nimekosa hivyo msaada. Kwa hivyo baada ya kuwa ameoa mke wa pili, mliendelea kuishi pamoja ama aliondoka moja kwa moja alihama nyumbani?
Hapa tumepanga, ndo nilikuwa naishi naye yeye. Yaani alivyomaliza kuoa hata hospitali aje leo asije. Hata alivyomaliza kuoa hapa nyumbani palikuwa kama pa kubadilishia nguo. Yaani halali. Hata asubuhi shahidi rafiki yangu asubuhi amemwona kaja kabadilisha nguo akaondoka. Kwa hiyo kusema halali amwangalie mtoto alishaniambia kwao, aliniambia kwamba hizi shida ziko kwetu sio kwao. Kwa hiyo hapa ni kama sehemu tu ya kubadilishia nguo afu anaondoka. Kwa hiyo ile mapenzi tena ya mume na mke hayapo kama zamani. Toka nimepata shida ya huyu mtoto. Nani anakulipia kodi? Kwa sababu nimejifungua ni miezi miwili, na miezi miwili kwa hiyo alilipa hapa bado niko naye. Amelipa muda gani? Alilipa miezi 6. Sasa ndo nikana sijui kisha itafanyaje, ila alilipia miezi 6. Sasa sijui kwa sababu bado hiyo ndo maana anakuja na kuondoka, sijui kisha atanifukuza, sijui kisha itakuwaje, bado hapo sijui yani itakuwaje. Anatoa matumizi. Matumizi ni akijisikia ndo anatoa, kwa sababu ya yule mtoto wake labda yule mwingine yani akijisikia. Na nyingine mpaka nimpigie simu toe message anakuambia sina hela, inabidi nimrudie baba yangu ndo nimeomba msaada. Au marafiki zangu kama huyu nimpigia simu asubuhi nikamwambia una 10,000 hapo niongezee, kwa sababu ya sinaga maziwa, shida ya maziwa. Nilikuwa nimekosa hela maziwa, ndo nikampigia simu rafiki yangu nikamwambia naomba uniongezee hela maziwa, maana nimeomba yule baba akaniambia leo hana hela. Na alipofika amebadilisha nguo akaondoka, hajaacha chochote. Nilipompigia simu rafiki yangu ndo akaja ndo akanipa hela maziwa. Lakini maisha yako kwa ujumla yakoje baada ya mume wako kuoa mke wa pili, na ni kana kwamba amekutelekeza vile? Sijui, labda naweza nikaongea labda nikajitabiria vibaya, lakini sijui kama atarudi tena, kwa sababu naona mapenzi ya kule yani kama ameegemea sana kule. Na inauma kwa sababu kwa nini asingeoa kipindi mwanangu hana shida? Kwa nini aoe kipindi ambapo tuna shida kama hizi? Na kwa nini aoe wakati mimi nikiwa odini nauguza, yeye ndo anaenda kuoa mke wa pili? Inauma. Usisikie tu kwa mtu. Ndugu zake walichukuliaje swala hili? Walimuunga mkono? Nilijaribu kuwasiliana na dada yake, mume wangu akamwambia aliyenioa sio dada yake, aliyenioa ni yeye, niachana na familia yake kabisa. Kwa nikakosa nguvu tena, ikabidi tu niwe nawasiliana mimi na mama yangu huko kijijini. Chochote kinachopatikana, mama yangu yuko kijijini, lakini nafikia hata mama yangu ndo anakutumia 5,000 10,000 akula, kati ya mwenyewe yuko kijijini anauza genge na anamuuguza mama yake ni mgonjwa pia, ameparalyze. Yani na maana bibi yangu ukikosa chochote unafanyaje? Mara nyingi anayesaidia sasa hivi, siwezi kumsema vibaya, rafiki yangu anajua maisha ambayo nilikuwa naishi kipindi mangu hajaniacha ilikuwa ni mazuri. Naenda kwa kama sina chakula nampigia simu ananiletea kwenye hotpot, hivyo hivyo. Na rafiki zake mama, hasa rafiki zake mama ambao wako huku kipindi bado baba hawajaachana, walikuwa wakiishi vizuri na mama Diana, ndio walikuwa wananisaidia. Sasa hivi ndio walijitolea kunisaidia hata kipindi niko hospitali, kipindi yule baba haonekani. Marafiki zake mama ndio walikuwa wanakuja kuniona, kwa sababu hata Bugando bili kuja uwezo sina, kabidi mama aongee na rafiki zake mama, ndio akawa anakuja kunipa 10,000 20. Nikapanikisha, ndio maana nikasema siwezi kukaa Bugando, hela ni nyingi, kabidi niombe rafiki zake na mume wangu anafanyana nao ili nipate mtungi wa gesi, kwa sababu kukaa kule unalipia kwa siku mtungi. Mtoto mdogo kule Bugando waliniweka ICU kule Bugando, dokumenti zote ninazo, waliniweka ICU. Niambia ICU nalipia bei gani? Kwa hiyo nilikaa almost mwezi. Kwa hiyo sasa hivi ningeendelea kukaa kwa sababu ya oksijeni inakuwa gharama kubwa. Marafiki sasa walianza, marafiki zake mama walianza kukata, anakuja mmoja 5,000 10,000. Kabidi niombe msaada nipate, nije nimwekee nyumbani tu oxygen mpaka hapo nitakapopata hela ya kufanya operation.
Amna, sijapata msaada wote wa ndugu na amna ndugu wote ambaye anakaa Mwanza. Ndugu wote wako Kigoma kijijini kule. Yeye ni kabila gani? Ni Muha huko Kigoma. Anafanya shughuli gani? Sasa hivi ni dalali. Alikuwa mwalimu wa sekondari, alitolewa alipoingia Magufuli vile nani alitolewa. Kwa hiyo amekuwa tu ni dalali. Wakati unaendelea kutazama Star TV, mtazamaji, unaweza kumsaidia mama huyu kupitia namba ambazo zinapita chini ya luninga yako kwa kumsaidia kiasi chochote cha fedha ulichonacho ili aweze kujikimu akiwa hospitalini. Kumbuka anahitaji kula na mahitaji mengine. Kwa hivyo msaidie kwa chochote ulichonacho na Mungu atakuzidishia zaidi. Tunaona matumaini yakiwepo, mtoto anapata matibabu, basi mama pia aishi vizuri akiwa na afya njema. Ndugu wapo lakini hawana uwezo wa kumsaidia, na ndio maana ameamua yeye mwenyewe kuhangaika kwa ajili ya mtoto wake. Kwa kweli wakati sijapata shida huyu mtoto, kwa tunaishi vizuri. Ijatokea shida yote kabisa, niseme kweli wa Mungu. Shida imekuja kutokea tu nilivyozaa mtoto ambaye ana tatizo. Ndio ndoa yangu hapo imepata shida baada ya kujifungua. Lakini kuwasiliana mnawasiliana? Ndio, kuwasiliana tunawasiliana, lakini sio mambo ya mtoto. Anapokuja nyumbani kubadilisha nguo, hamwezi mkakaa mkazungumza mkaondoa tofauti zenu? Hapana, hata leo alipofika amebadilisha nguo ameondoka, na penyewe ni anakwepa kwa sababu anahitajika matibabu. Mara kwanza anisaidia kidogo, alivyoona tatizo imekuwa kubwa na kule wametoa gharama nyingi za operation, hapo ndipo wakaanza kunila chenga. Anipe muda kabisa kuongea naye. Kuna sehemu yoyote kwa upande wa sheria ambako umekwenda kwa ajili ya kutetea haki yako na ya mtoto wako? Kwa kweli sijaenda. Kwa sasa hivi ninawaza tu mwanangu kwanza apone, kwa sababu operation ni ya haraka, kwa sababu kama mtungi tu hapo ninavyomwekea anapopumulia ni 40. Sasa nitatumia 40 ngapi na operation siku zimeshapita. Ina maana nimemwona mtoto sasa hivi tatizo linaanza kuwa kubwa, kwa sababu kuna kipindi alikuwa akikaa kwenye kwenye oksijeni, anakaa tu kidogo, anaweza akakata nusu saa ukamtoa ukamboost ukamwacha, lakini sasa hivi hawezi kukaa bila oksijeni. Na ndio maana kule Jakaya waliniambia rudi baada ya 3 weeks. Sasa mtoto nilienda na wiki 2, leo mtoto ana miezi 2. Ina maana walijua kwamba niende mapema kuna shida itatokea. Sasa hivi hawezi kuishi nje ya oksijeni. Hapa nawaza naendaje naye, usafiri upi nitatumia? Hawezi kuondoka hapa bila oksijeni. Kwa shida ndio hiyo. Mtungi anaweza kautumia kwa muda gani? Mtungi anautumia siku 5, siku 4-5. Kwa kila baada ya siku 5 naenda kubadilisha 40. Kwa kipato gani dada? Ndivyo hivyo, naomba huu mtungi ni wa 3. Unaomba wapi? Kwa sababu mwenyewe na juana na watu, huwezi kuambia kila mtu na hivi na hivi. Mwingine anamwambia na shida, naomba unisaidie hivi. Rafiki zake mama wengi wanajua kwa karibu, 2-3 wana huruma. Kwa mfano kuna mama Debora alinipa laki, ndio nikaenda kujaza mara hizi mara 2. Alinisaidia, ananiambia mimi nakupa hii ya mwisho. Akasema atakuja pia kuongea na mume wako, anavyofanya sio vizuri. Kwa nini anakutelekeza hivyo? Kwa sababu na wenyewe yule rafiki yake mama alisema na mimi nitachoka, kwa sababu na mimi mwenyewe na familia yangu. Wewe kile 40 utatoa wapi? Cha kufanya omba msaada, umpeleke huyo mtoto, mwisho atakufia hapo, wakati sasa hivi bado ni mzima, na huyo mtoto anaonyesha dalili ni mzima, na kuna uwezekano wa kupona. Nikasema sawa, ndo nikamtafuta dada moja na familia naye anaitwa Rosemary Mwakisalu. Baada kumtumia nani za mtoto, nikamtumia dokumenti za Muhimbili nani ya mtoto. Rose ndo akasema ngoja nikutafutie watu wakupe msaada, maana nilimpigia Rose nikimwomba msaada. Nikamwambia da Rose, na si mtoto wangu anatakiwa mapema operation na hivi nimechelewa, nisaidie.
Na akaniambia kuna watu ambao watakusaidia zaidi wa Star TV. Ngoja niwasiliana nao, kuna dada mmoja anamfahamu. Maana nimwambia sitaweza hii 40 ya kila wiki mitungi. Nitaitoa wapi? Sasa hivi nipo nyumbani nanyonyesha. Sina dili lolote. Ila nitaitoa wapi? Ndio ikabidi nitafutie nyinyi wa Star TV, ndio mmefika hapa. Hapa mwenyewe nilikuwa nawaza mtungi ukiisha sijui anatumia nini. Baada ya kueleza haya yote, uongozi wa hospitali ya Jakaya Kikwete walipata taarifa na kuweza kumuita aende hospitalini kwa ajili ya matibabu, na mpaka sasa yuko huko. Lakini fuatilia kwa umakini zaidi kile ambacho kilimtokea mtoto huyu mpaka akazaliwa akiwa na tatizo la moyo. Mtoto wako mwingine yuko wapi? Yupo ameenda shule. Anasoma wapi? Anasoma Mnyamanoro. Baba anamhudumia? Mnyamanoro ni shule ile ya kawaida. Mahitaji mengine anatoa kwa mtoto? Alikuwa anatoa, ndio maana nimesemaje, ni baada tu ya kuzaa mtoto ambaye anahisi kama anahisi ni mlemavu. Baada ya kuzaa tu huyo akawa hivyo, mpaka sasa hivi anafika anaanza kwanza, maana nisingemzaa yote asingenikuta. Bado nahisi kwa mkofolo Mungu japo siwezi. Shida yangu yote ya ndoa yote imekuja baada ya kumzaa huyu mtoto. Na nisingemzaa yote asingenikuta. Pole. Pole ma. Pole. 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 Pole, Mungu atakusaidia na yote ambayo unayopitia yatapita. Mtoto atapona, atarudi kwenye hali yake ya kawaida. Nilijifungua tarehe 16 Bugando. Nilivyojifungua tu mtoto alikuwa hapa pamerudi chini, kuna shimo hapa katikati ya kifua. Kwa hiyo walivyomuona tu vile mtoto alionizalisha Reba kule, hawakuweza kuniruhusu kuondoka hospitali. Wakaambia mtoto ana shida mpaka afanye kipimo cha echo. Dr. Juliet akaniweka namba 2 kule kwa watoto mahututi. Kwa hiyo nikawa naenda kunyonyesha kila baada ya masaa 3. Mtoto akamweka kule ICU ya watoto. Alhamisi wakafanya kipimo cha echo. Wamefanya kipimo cha echo, Dr. Juliet yule Dr. bingwa wa Dr. watoto Bugando akaniambia ana shida kubwa, hiyo hospitali hawawezi kufanya, bado hawajafika tu hiyo pale Bugando. Wakaniambia hiyo shida natakiwa niende Muhimbili. Akaniandikia barua kutransfer Muhimbili. Na akaniuliza una mume, una nini, na bima? Nikamwambia sina bima. Na mume alikuwa zamani, sasa hivi serikali sasa hivi hayupo, kwa hiyo hakuna mwenye bima yoyote. Maana akatuambia kule ni gharama, utaendaje? Nikamwambia Mungu atasaidia tu, nitaenda. Nikajua kwanza shida ni nini. Hapo mzee nikawa nampigia simu kwamba kumtokea shida natakiwa niende Muhimbili. Akaa ananikacha baada kuona kwamba nimeshajifungua mtoto ana shida. Kabidi mpigie babangu mlezi. Akanipa nauli, nikapanda basi, nikaa nimeenda Muhimbili. Kufika Muhimbili nikapokelewa madaktari, wakamfanyia vipimo. Siku hiyo nilipofika akamuingiza kumfanyia vipimo Muhimbili. Wakaniambia mtoto wako ana shida 3. Kwanza ana matundu 3 kwenye moyo. Akaniambia pili, mishipa inayopitisha damu kutoka kwenye moyo kwenda kwenye mapafu, ile oksijeni anayoipata ni ndogo. Yaani kanapita kadogo sana. Na akaniambia ukimchelewesha mishipa hii, kwa sababu atailazimisha apate hewa, akati hewa inayopita ni ndogo, hii mishipa ainiambia daktari inaweza ikabasti, ikapasuka. Kwa sababu ni ndogo apate hewa, na ndio maana hawezi kukaa bila ile mtungi, bila ile oksijeni hawezi kabisa. Walivyoniambia. Nyingine shida ya 3 waliniambia kuna mshipa mmoja mkubwa wa kwenye moyo anatakiwa aupunguze. Maandishi yote hapo kwenye hayo makaratasi ninazo, dokumenti zao zote ninazo. Unapata ugumu gani unapomlea huyu mtoto? Ugumu naopata ni wa oksijeni. Hilo lidude mnaloliona hilo lidude kujaza 40,000
Na bado kulifikisha hapa boda analibeba unampa 5,000, kupeleka mtungi 5,000 na kulileta 5,000, maana si kama unajaza gesi. Kwa hiyo ile 40 jumlisha na ile nauli 50. Ananyonya. Kunyonya ananyonya, ila sasa nisipokula vizuri, kula kwangu kwenyewe ni hivyo. Nikila kwa mfano nikabatisha chakula nikala vizuri, ananyonya. Ila kwa sababu siri, maana mambo kula kuchemsha kifua kama ametoka kujifungua sipate vile vyakula vya mzazi. Siri, kwa hiyo maziwa hamna. Na niliambiwa nimnunulie ile si mnaita sweet lactogen 1 ile. Na yenyewe ile maziwa anauza 35. Kwa hiyo bado pia na changamoto ya maziwa. Ila nikila vizuri maziwa napata. Ila nisipokula vizuri na mawazo yangu ya ndoa yangu ya nini maziwa kikata, inabidi tu nimkorogea ile maziwa. Changamoto gani ambazo unawapitia kwenye malezi ya huyu mtoto? Changamoto ninayoipata, nahisi mtoto akilia anaumia kwa sababu usiku hatulali. Hata sasa hivi nina usingizi usiku, sijalala kabisa usiku. Analia nikulia, sasa sijui anaumia, sijui wazee waliniambia mshipe kibasti itasababisha uvimbe kwenye mapafu. Sasa nahisi kwa sababu sielewi, hakuwa hivyo hata kipindi cha mwanzo, shida bado ndogo. Hakuwa hivyo, alikuwa akinyonya au akinywa maziwa analala. Ila kwa sasa hivi aisee, mtoto ni analia usiku kucha. Ulali, yaani hulali. Sasa mnaishi huko ndani wewe na watoto wako wawili? Ndio. Baba hayupo. Ikitokea labda mtoto akazidiwa, unafanyaje? Na kwa kweli hilo naombea pia lisitokee. Kwa sababu ilitokea siku moja tu. Alizidiwa kipindi sina huo mtungi. Nikampikiliza roho pale hospitali. Yaani ilitokea usiku, sina mbele wala nyuma. Mtoto akazidiwa ghafla, sina uwezo wa kuleta mtungi. Nikamkimbiza pale Royal hospitali. Royal hivyo mboost hiyo mtungi wakaniambia ni wape 15,000. Ndio nikampigia huyu, nakumbuka siku kwa Jumamosi akaniletea 15,000 akamsaidia huyu yule. Ilitokea kweli na naomba isitokee tena. Wakati nazungumza na mama huyu mara baada ya kufika hospitalini, alikuwa akiomba msaada kwa ajili ya mahitaji madogo madogo ambayo yanaweza yakahitajika hospitalini kwa ajili ya mtoto wake. Kwa hivyo akaomba mtazamaji uweze kumsaidia angalau kidogo aweze kukidhi mahitaji akiwa pale hospitalini. Kumbuka yuko peke yake, hana mtu yoyote wa kumsaidia, hana ndugu yoyote aliyekwenda naye hospitalini. Yeye ndio msaidizi wa mtoto na yeye ndio muuguzi, zaidi ya madaktari ambao wanamsaidia pia kwa ajili ya kumtibu mtoto wake. Kuna ndugu wote ambao labda mmezaliwa wote tumbo moja ama mzaliwa peke yako ambao wana taarifa hata kukupa 2,000 3,000 jamani? Ndio. Na uzuri ni wapo Dar es Salaam na wa kiume. Na ndio alikuwa ananisaidia nauli zote za kutoka Daiko Ubungo. Maana ilikuwa unaenda unarudi, unaambiwa nenda kesho kuna kipimo hiki, na ndio alikuwa ananisaidia kwenye kipimo. Sasa na yeye ni kijana ni mdogo kwangu. Na ndio ameanza kazi juzi tu hapa. Na yeye ndo akawa ananishauri nitafute msaada, maana kama yeye mwenyewe ndo ameanza kazi. Ila kiukweli kwenye nauli mara hiki na yeye alinisaidia sana. Ni wa kiume mmoja yupo Dar es Salaam. Kuna changamoto ambazo unapitia zinaumiza? Hata kwako ni kubwa sana. Unajisikiaje unapoona mtoto wako amelala hapo? Maisha yake ni oksijeni muda wote. Kwa kweli hamna mama aliyejifungua anaweza kumuona mtoto wake hapo akafurahi. Yaani nasikia uchungu, naomba tu kama ningekuwa na uwezo. Yaani kwa naomba tu ningemfanyia ili akakaa sawa, maana nahisi ana maumivu. Ni bora mtu mzima ukae hivyo wekewe madudu ya kupumua, lakini sio mtoto mchanga. Tena ana miezi 2. Wakati unazungumza na wewe kabla ya kufika hapo uliniambia akipumua kunakuwa kama kuna shimo kwenye kifua. Na ndio hilo lilifanya tujue kama ana shida ya moyo, maana bila hivyo tusingejua. Yes. Bwana alikuwa akipumua. Tena ilikuwa hapo ni Dr. Juliet pia amemsaidia dawa zile za wanaita kule, dawa zile unapewa unatengeneza unayeyusha kule Bugando. Maana ili nilikuwa pameingia ndani sana hapa.
Kwa hiyo ndio Dr. Juliet akaanza tusaidia dawa parudi kidogo hapo, ili hata mtoto imsaidie kwenye upumuaji. Kama umefuatilia kwa umakini historia ya mama huyu, ni mama ambaye amepitia mengi, amepitia matatizo mengi katika maisha yake, lakini pia matatizo ya mtoto wake amekuwa ni changamoto kwake. Imefikia wakati mpaka msaada wowote umekosekana. Kwa hiyo nikusihi tu endelee kumsaidia kwa chochote ulicho nacho kupitia namba ambazo zinapita chini ya runinga yako. Kutoa ni moyo, na kama binadamu huwezi jua wewe kesho utakumbana na nini. Ni kweli anasaidiwa hospitalini kwa upande wa matibabu ya kufanyia upasuaji, lakini yeye kama binadamu pia anahitaji matumizi yake mwenyewe binafsi, lakini kuna vifaa vidogo vidogo ambavyo anatakiwa anunue yeye kama mzazi. Kwa hivyo tumsaidie, hana chochote, anaishi hivyo hivyo vile ambavyo alimsaidia mara ya kwanza, basi ndivyo ambavyo tunapaswa kumsaidia kwa mara hii tena, na ninaamini kabisa atafanikiwa na kuishi kwa amani, kwa sababu amekuwa ni mtu wa kulia kila wakati. Hapo ndo paitufanya tugundue hata hospitali kwamba mtoto ana shida hapa katikati, kwa sababu katikati alikuwa akipumua hawezi, anatumia nguvu kupumua. Kwa hiyo hapa panatengeneza kuwa na shimo, panadumkia, panaingia ndani sana. Kwa hiyo Dr. Juliet akawa anatupa dawa, kaniunga kliniki ya kila tarehe 20 kwenda. Ananipa dawa kusababisha hii hapa irudi kidogo, maana ilikuwa imedumkia sana ndani hapa katikati kama shimo. Ukimtolea oksijeni panadumkia hapo, ukimrudishia oksijeni angalau ile kwenye kupumua na pumua, lakini oksijeni ukiondoa bado ile shimo hapa katikati unapaona ana tatizo. Kwa muda wake wote anakuwa amelala hivyo hivyo. Kwa kweli ni muda wote yumo kwenye oksijeni. Ni wa kike wa kiume? Wa kiume. Anaitwa nani? Anaitwa Viva. Okay. Pole sana kwa magumu unayopitia. Asante. Na mtazamaji, mtoto huyu kabla ya kupelekwa hospitalini Jakaya Kikwete alikuwa akitumia mtungi wa gesi ya oxygen kwa ajili ya upumuaji, lakini sasa tutegemee mema, kwa sababu anakwenda kupata uponyaji kwa uwezo wa Mungu kutokana na ile huduma anayoipata. Sijui kwa wake wote, siwezi kujua. Wengine wanaume wenyewe wanaongea tu labda ili kukwepa tatizo. Anajua gharama ni kubwa. Jinga tu. Lakini tungeshirikiana naye, hata kama alikuwa anaona hana, tungeshirikiana naye akaomba msaada nikiwa naye, at least ningejisikia na mimi amani. Lakini amekimbia, leo nije nipate msaada, mimi maswala uniambie ndoa tena. Sidhani, Mungu tu anisamehe kwa hiyo. Kwa sababu kama amekimbia kwenye shida, baadaye shida ikiisha ndio aje. Wewe unafikiri ni mume sahihi? Hapana. Na unaishi na majirani hapa, wao wana msaada gani kwako? Jirani leo naika na nyumba hizi nyingi zina kila mtu iko kimpango wake. Mmoja tu hapa ndo anakuja ananicheki mara moja basi. Na mzee pia alikuwa na foka, ukimwambia mtu kwamba na mtoto ana shida, na anakuambia ugomvi wake ni asubuhi mpaka jioni. Hata mzee wangu mimi alikataa kumwambia. Hata mzee hawezi kuamini, ile baba mlezi sikumwambia, kuja kumwambia juzi baada ya kuona amenifika hapa. Nani alikuwa anakataa? Mzee yupi? Mume wangu alikuwa anakataa kusema mtoto ana shida. Kwa hiyo wengi walikuwa hawajui. Hata hii hapa akiona hii ya leo sijui itakuwaje, kwa sababu hata tu yeye ya watu kuja kumsalimia alikuwa anakataa, hataki kumwambia kwa na mtoto ana shida. Hata nikipigwa simu na marafiki naambia mtoto ana shida, ugomvi hauisha, kama mwambie mtoto ni mzima, mtoto haumwi. Kwa hiyo asilimia kubwa hata wengine hawajui tunachopitia, hataki ifahamike. Mpaka nikasema inaweza ikatokea shida, hataki kabisa ifahamike. Inamaanisha sijui itakuwaje. Hata ikiona kama tu rafiki majirani alikuwa ananikataza, hamna kuambia shida tunayopitia. Kaa kimya, mpaka anaambia sasa ikitokea shida mtoto hata akafa leo, mtauliza mtoto alikuwa anaumwa nini? Mbona tujui kama mtoto anaumwa? Na tuombe msaada, kama ni kujizalisha
Sasa ujizalilisha, watu wanatafuta tiba ya mtoto, yaani ni ugomvi kila kukicha, hataki watu wajue, hataki watu wafahamu kama na mtoto anaumwa. Na mtazamaji, bila shaka umefuatilia kwa makini yale ambayo anapitia mama yetu Happiness akiwa na mtoto wake, vile ambavyo mtoto anateseka, lakini pia katika historia yake ameeleza kwamba hana chochote, hana uwezo wowote. Na ndio maana anaomba msaada wa fedha ili aweze kutimiza malengo yake, mbali na mtoto wake kufanyiwa upasuaji, lakini pia matumizi mengine, mahitaji mengine ya hospitalini aweze kulipia na kuweza kuondoka na mwanae hospitalini pale akiwa mzima wa afya njema. Kama ambavyo unamuona mtoto amelala. Sasa hivi amelala, lakini kuna muda alikuwa analialia, mama akasema njaa, mama maziwa hakuna kwa sababu hapati chakula cha kutosha. Maziwa yenyewe ambayo anatakiwa kutumia maziwa ya kopo ni gharama shilingi 35. Kwa hivyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu bado tunaye na tunaendelea kumwombea aweze kufanyia upasuaji, aweze kupona na kurejea katika hali ya kawaida, lakini kikubwa zaidi ni kumtia moyo dada yetu hapa. Kama kuna ndugu, jamaa, majirani, marafiki, ni kipindi kigumu sana cha kuuguza mtoto wake ambaye anatamani angekuwa na afya njema, anacheka naye, anamlea mtoto wake, wanacheka pamoja kwa sababu mtoto ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini bado tunaye. Kikubwa ni uzima tu na pesa ipatikane na aweze kupata matibabu. Kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha Ushauri Wako mtazamaji. Shukrani kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla sijakuaga rasmi, ni washukuru kwa mara nyingine tena hospitali ya Jakaya Kikwete kwa ajili ya kumpokea ndugu yetu na kukubali kumtibu mtoto ambaye ameishi kwa muda mrefu akiwa na shida ya moyo. Kwa hivyo nawashukuru sana, na msikilizaji ambaye pia kwa namna moja ama nyingine ulihusika kwa ajili ya kumsaidia, pia ninakushukuru. Usichoke kuendelea kumsaidia, msaidie tena na tena na tena ili aweze kupata pesa ya kujikimu akiwa hospitalini. Naitwa Rebecca Mulesi na nimshukuru pia mpiga picha wangu Hans Ngaiza, bila kumsahau muhariri Victor Chacha. Kuwa na wakati mwema. Ni simulizi lakini pia nitasikia wakati wote anaweza akatuondoa. Nilizalilika udini, naacha mtoto kwenye kitanda, naenda kuomba atimbali. Ina maana yule maji kwa wingi anakatalia hapa, yana bana.